mapato yetu ya kanisa ilikuwa $17,000. Gizi la kanisa last time. Wakati tulitoka kule tulipata envelope kwa Christ Chapel, alafu tulisaidia kununua naye microphone, na speaker, na vifaa kama hivyo. Lakini ile fasi yetu tuleka around $17,000. Na kuna envelope nyingine libaki, lakini iko kule kwa account, and we cannot say how much remaining, but iko ajili ya kanisa. Kuna mwenye anatamani ile pesa yote inayokuwa kwa kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Mwaka mbili roughly estimation yetu ilikuwa around 27,000 kwa mwaka mzima. Alafu atuende kwa details, nilitume tukupatia rapport kwa details kwa kanisa, lakini just roughly mwaka tatu tulikaa chini kuangalia kila matoleo kanisa, tulipata around 28,000. So ni kama vile the same amount of mwaka ya pili tulipokuwa nayo kupitia zile hali. So tunaendelea kufanya kazi ya Mungu katika zile spending tunatupatia kanisa. Hakuna mwenye anakula, inaenda bingo kazi ya Mungu. Tunalipa net facility hiyo, tunalipa bills, electricity, tunalipa insurance. So tunasupport na mhudumu mwingine ya nje. Kawaida tunatumia hizo pesa zote kwa mwaka mzima. Hakuna hata leftover na bado bank account. So for us ni kujua jinsi gani hali ya pesa kanisa zinaendelea kukua. As me pastor natumika kazi ya wao kuendelea fit my family with my own money. Jinsi Mungu anatupatia mimi nguvu. Hakuna mwenye analipa, sisi sote ni kwa ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Na sasa kwa kazi kubwa mnaendelea kuifanya, lakini Mungu ataendelea kujitukuka kupitia zile hali. Ilikuwa na rafu sababu gani? Nitaongea kuhusu pesa kidogo ile mwezi kuwa naitia kitu gani ndani katika mfuko wa kanisa kwa njia hilo. Ile hatuna ile kitu ya kuficha, tunatumika transparency na wazee kanisa, we manage God property accurately way. Hakuna mwenyewe anasema kwa mgeni yangu, jina nasema kila wakati. Nafurahia sana kutumika na timu yetu tuko nayo. Hakuna mwenyewe anatamani kusema kwamba competition mapema, unajua pesa inaleta watu wanafurutana sana, lakini tuko na watu nepo responsible kubwa sana. Sababu gani? Kila mtu angalia maslahi zake, anaangalia maslahi za Mungu. Haleluya. Ya kupitia zile hali tuna support Huduma Africa. Kila mwezi tuna rough estimation of kuleta $100 kwa kila mwezi. Ile support Huduma fulani kwa Africa which in the power poverty inaleta vitu vinaendelea. Kuna angalia tengana wazee tena inabidi tuanze support Huduma moja, Huduma nyingine ya kwa South Asia, each year Cambodia. I will talk to elders kuangalia jinsi gani hata mwezi kwa kila mwezi tukua na muda kusupport each ya Cambodia. Kuna huduma fulani hii tuna struggle as GCN inaweza kutumika na mwanadamu, kazi ya Mungu inaendelea Cambodia. Bwana asifiwe. Amen. Na moto kuna ndio Mungu anaendelea kutupatia tuendelea na ile hali. Anajua last week niliweza kuhubiri kuhusu simisi ilikuwa mingi, ilikuwa ni kidogo kuhusu struggle Daudi. Daudi alipo struggle, alafu alistruggle, nilikuwa mtu katika imani, lakini struggle imani yake alipo Sauli alitaka kumaliza yeye, akakimbia kwa nchi ya Filistini. Huko Filistini alipendwa sana, ndio maana Biblia inasema tujenga amani na watu wote. Mahali popote unaenda jenga amani na watu wote, itasaidia wewe sana. Ndio Biblia inatuambia kwamba popote alienda alitenda, na kusema kwamba mahali popote unaenda, ukikuwa kwa hapa Fort Worth, unaenda kwa Michigan, unaenda kwa California, unaenda kwa Japan, unaenda mahali, jenga amani na watu wote. Ni kitu maana sana kwa maisha. I learned from my own experience. Mahali popote Mungu aliponitoa kwa Kongo, nilienda Uganda, nikikaa Uganda, nikaenda Kenya, nilienda na Kenya, nikaenda refugee camp. Mimi na wako na rafiki kazi nyingi zima. Hata kwa Australia, hata kwa New Zealand. Mimi kuna rafiki Europe, mahali popote. Sababu gani? Sisemi kwa niko mzuri, lakini sababu gani unaendelea kutenda mema. Mahali popote unaenda, tenda mema. Usigombane na watu, usichokoze watu, usifanye ile nofaa. What enjoy maisha. I live that example. Mimi sina ndugu yote kwa dunia. Iko ndugu wa dunia ndio wananiweka hali niko saa hizi. Wandugu wangu yote wako kwa Kongo. Wa brothers zangu, wa sister, everyone is Congo. So mimi ni pekee, lakini Mungu anapatia wandugu katika Kristo na wananisaidia niko hali ilivyo. Na sababu gani? Mungu iko ndani yangu, ninaendelea kusoma neno lake, ninapatia kujenga amani na watu wote. Tulani kupitia zile hali mahali popote kuna disagreements zinaweza kukua katikati yetu.
kujua jinsi gani kujenga amana ya watu wote. Iko principle ya Biblia. Hayo ndio ilikuwa pia principle ya Daudi. Alipokimbilia nchi ugenini, aliamua kujenga amani na ufalme wa Filistini. Wakati alipojenga amani upande wa Filistini, alikana mfalme akaona kama ni mtu mzuri, akampatia. Baadaye Daudi akasema pia alikuwa mkarimu kwake. Wakaenda kwa vita, sababu gani? Daudi alikuwa mshujaa, mtumishi wa Mungu. Wa Filistini waliona kama Daudi huyu alipiga mkubwa yake Goliath, akasema mfalme, kwa nini unaleta ile munyali huwa Goliath? Walimshangilia kwamba walimshangilia, kwa nini unamleta mfalme? Sababu gani? Kwa ufalme wa watu hakutaka kuonesha, kusema Daudi, ndani yangu nakupenda, I love you dearly. Kwa hiyo sababu timu yangu wanakukataa, basi urudi. Daudi aliamua kutoka pale kwa front line, kurudi back kwa nchi yake, mahali alipokaa, alafu kurudi kwa barabarani, kurudi kwa nyumba, akapata nyumba yote ilienda. Tulijifunza kusema kwamba Daudi na nguvu zote ziliisha, wakalia, they cried, nothing happened. Ilikuwa ni kilio kubwa, lakini sasa watafanya namna gani? Daudi ilibidi vaa nguo ya mtakatifu. Ile wakati ile nguo ilikuwa nguo takatifu alivaa, wakaenda. Mungu akasema wafuate, ndio akawafuata. Kweli alipofuata, kitu moja nitaka singatia kidogo pale kwa ile mhubiri tulikuwa last week, kusema kwamba kama alikuwa dharau kule Misri, alitupilia wana Filistini, nafikiri angepasha kupata objective yake. Mimi swali yangu niulize kanisa, kwa maisha yako sasa dharau watu ngapi? How many times neglect people kwa ajili ya mavazi zao, ajili ya appearance zao? Maybe sometimes ulimiss baraka yako pale. Bwana asifiwe. Before nipende bibi yangu, nilipenda wasichana wengine. Sikufanya uzinifu nao. I love them. They look my appearance. Walingalia mimi hali gizi livyo. Today, wale wasichana wote niliwapenda wanafanya divorce kwa nyumba yao. Walizaa tena kingine. Bwana asifiwe. Sababu gani? Waliangalia appearance yangu. Mwangaza kuangalia appearance yangu, akanipenda, tunaendelea maisha na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Give an example really about me. Yes, mimi naongea bibi yangu. That's true. Niliwapenda. Today wangekuwa, lakini waliangalia appearance yangu. They judge me according to my appearance. Walipoteza baraka yao. So sasa hii wako na watoto. Na wale wengine waliachana kwa other big divorce. Why? Sababu gani? Waliangalia appearance yangu. Na I believe that when you neglect someone, maybe ilikuwa ni baraka yako. Please, in your life, hata mtu aliweza kuwa mtu aina gani, do not neglect that individual. It's so very important. It's very important. Sababu gani? Daudi kama alineglect ule Misri, alidharauliwa, lakini alimlisha, akampatia nguvu, baadaye akamuonesha njia siri. Na hii njia siri ilikuwa kupata mali ya madui. As you believer, as you someone who believes in Christ, do never neglect. Uliza Mungu ni nini anataka kuzungumza kitu gani? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko judgmental sana kwa maisha ya binadamu hii. Tunasema kama tunaomba Mungu, tunasikia sauti ya Roho Mtakatifu. Wengine tunaomba na lugha kama vile mimi. Para ni makale tupo tu, lakini yetu mdomo tu, lakini ajue hata kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu huyu. Mungu atuhurumie. God forgive us. Daudi hakuneglect kule, alidharauliwa. Huyu mdharauliwa hiyo ndio akumbi alikuwa ndio siri kuonesha mali kambi wadui wale walichukua mke na kila kitu. Daudi alienda kuonesha, ndio Daudi akashinda wale wadui. Daudi akarudi na kila kitu. We need to humble ourselves. Jinsi gani Mungu atuongoze. Ejali tunaishi kwa nchi, tunaishi kwa mazingira yako spidi sana. Let humble ourselves to listen to Holy Spirit. Holy Spirit sio kulisten kwa kuongea tu, sababu mimi najua kama mimi naomba kama mmoja anaomba 24 hours. Mimi nasoma Biblia kwa ni namna gani unasikia hii sauti. Hii sauti yake mwalimu alituambia last time ina communicate na your soul. Your soul will communicate your spirit. Your spirit will communicate your body. Wakati body na action kwa kuna iko eternal kitu gani kitendeka. Any case wakati roho ya Mungu ndani yako, huyo kuna roho ya Mungu automatic kuna divine connection. That divine connection is soft voice. It's divine, it's just real. You neglect that particular area if you not really pay attention to that. Bwana asifiwe. After kuhubiri tulienda kwa Walmart tusimana family neighborhood. Walmart kwa masjid mahali nimekaa, alafu tulipo so we busy, tukasimama kwa Walmart. Baadaye nikaleo mama akasema bibi ingia kwa store. Akasema sina cash. Alikuwa na mtoto kama umri wa mtoto wangu mchana. Alikuwa
I don't know what happened. I feel crying. But nikasema, go give her something. Go deliver my wife in the chest. Kampatia ile inayotokana, kampatia neema kampatia huyu mama alikuwa na msichana kidogo. So God communicates us in any aspect way. Jinsi gani anaendelea kutumia sisi kutekeleza mapenzi yake. Amen. Amen. Yes, tutaenda kusoma this time hayo kuhubiri leo. It's so big. I will just go the way Spirit will lead me. Ni Malaki. Unajua Malaki ni kitabu ya mwisho ya Agano Kale. Malaki ni kitabu ya mwisho ya Agano Kale. Na Nabii Malaki alihubiri mwaka 100 after watoto wa Israeli walikuwa na huduma. Walitoka chini ya utawala ya nchi nyingine. Ni kama a praise of God construire le mur qui était détruit after to rebuild the wall was destroyed. Hii ndio ilikuwa Nabii Malaki aliweza kuhudumia. Sababu gani? Watoto wa Israeli walipata ahadi kubwa kusema kwamba hey, Mungu atatuma mwokozi. Mungu atatuma mwokozi. The expectation that mwokozi will come yesterday or tomorrow, lakini they waited. Nothing happened. Nothing happened. The same way. Kwa nini unakoka na haraka? They waited. Ni wale Mungu aliwachagua, ni uzazi wa Abraham, uzazi wa Yakobo. Walikaa kungoja mapenzi ya Mungu. Mungu atatuma mwokozi. Walingoja. Zero. Hakuna kitu kilitendeka. Alafu Mungu akatumia Nabii Malaki. Watoto wa Israeli wakakuwa na wasiwasi. Kitu gani kitendeka? Lakini Mungu akatumia Nabii Malaki sema kwamba bado espoir iko, msikate tamaa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Espoir iko. Tumaini iko. There's still hope in your dream. There's still hope in your promise. There's still hope whenever God told you to do, or God said, I'll do this for you. There's still hope. Keep waiting. Keep waiting. Do not be discouraged. There's hope. There's hope. Ndio maana nikarelem returning of God instead of robbing God. Returning to God instead of robbing God. Kurudilia Mungu kuliko kumuiba Mungu. Malaki 3:6-12. Nitaenda tu highlight ile highlight. Malaki 3 alafu Malaki 3:6-7 inaongea kuhusu while declaring his mercy, God asked for repentance. Hii Mungu aliomba kwa watoto wa Israeli, alihuruma, mmesikia kilio yenu, lakini muweze kutubu. Maisha ya binadamu iko very simple. We made our life complicated. Hallelujah. Amen. Maisha yetu iko rahisi, we make our life so complicated. Miambia kila mtu yoyote unapitia hii kuliko put finger to someone, blame yourself first. Ambia kwamba ni makosa yangu. It is my fault. Nilisha kuzungumza mara kadhaa hapa. Kila kitu linafikia mimi, nimesha change language. I never will blame anyone. I blame myself first. Kuliko kupot finger, you are the one. Oh, you people you did to me. You people you did to me. No, blame yourself first. Ujilaumu wewe mwenyewe, unasema iko makosa yangu. It is my fault. It is my fault. I am the Lord. I do not change. Therefore, you are not consumed. Kwa kuwa mimi ni Bwana, sina kigeugeu, ndio maana ninyi amkuangamizwa. Bwana anasema kwa mimi sio mgeugeu. Kama ningekuwa mgeugeu, mnanikosea mara kadhaa, lakini ningimaliza nyinyi. Sababu gani nilisema kwamba Abraham nitabariki uzazi wako kwa ajili ya ahadi yangu,
na anasema kwamba nitaendelea kuprotect nyinyi, lakini Mungu anasema kwamba mimi sio mgeugeu. God will never change his mind. He declare his promise. He will always keep his promise. God will never change. We change all the time. Like a chameleon changes color. But God remains the same God yesterday, and today, and forever. Tokea siku baba zenu mmegeuka upande mkaacha maagizo yangu, wala amku yashika. Asema kutoka wazazi yenu hawakunitii, waliacha njia ile nilitrace, njia ile niliahidi kwao, mfuata hiyo nyayo. Continue follow this pathway. They never did. Ndio mnapitia matokeo. Sababu gani? Hamukuweza kunitii. Ichaleza hamukuweza kunitii, ningeangamiza nyinyi. I supposed to destroy you, but I kept my promise. Kwa nini mnajiuliza? Kwa nini dada au ndugu unajiuliza? Kwa nini? Sikutii promise ya Mungu. You need to make a U-turn. I need to make a U-turn. But there is not even a U-turn. It is supposed to be V-turn. So U-turn inageuka iko slow, lakini V-turn iko tu mara moja. Bwana asifiwe. Amen. We supposed to make a V-turn, no U-turn. Sijua kama gari inaweza kumake a V-turn. It's impossible, maybe except army. Gari ya majeshi ndio inaweza kumake a V-turn. Our civilian car cannot make a V-turn. It's only U-turn. Sababu gani? Sari hawezi kuruhusu. We need to make it V-turn. Sababu gani? Tumemkosea Mungu kupitia njia mbalimbali. Yoyote linatufikia haiko makosa ya Mungu, ni makosa yetu. Akasema kama is your fault, return to me and I will return to you. Nitawarudia nyinyi. Return to me, I will return to you. Munirudilie mimi, nitawarudilia nyinyi. Kwa njia gani nitarudi? In what way shall we return? Lakini nyinyi mnasema turudi kwa namna gani? Tutamrudilia Mungu namna gani? Asema kama munirudilia mimi, mtanirudilia kupitia njia namna gani? Ni swali. Unajua, watu wakikosana au nchi na nchi wakikosana, wanatafuta njia hizi gani kurudiliana. Siri gani kuwa wanarudilianaka, wanatumana kwa mabarua, baadaye kuhakikisha kwamba hii relationship inarudi mzuri. Wanakuwa kana kwetu nyumbani wanachinja ng'ombe au mbuzi, hawatapiga maharagwe. Sababu gani? Ng'ombe nyama iko alama, iko special, watapiga, watu wanarudiliana. Hapo watu family reunion, watu walikosana, wataprepare big dinner, wanakula. Ndio maana kuna nguvu ndani ya chakula hii, watu warudiliane. Bwana asifiwe. Anasema kama sasa tutamrudilia namna gani? Akasema kama mnaniiba, go to the next power. Mnaniiba. As from grade 12, 8 to 12, after matric hapo, we'll just finish the meal. Asema mnaniiba sababu gani? Mimi nageukia nini? How will men rob God? Mungu anasema kama men rob me to hold the tithe and offering. Relations zinarudiliana. The reconciliation comes through gifts. Gift inamaanisha kama tani gift card. Inikawa bado niko naongea na wewe vizuri. There is communication about this. Kama mnaniibia kupitia wazazi wenu, nyinyi watu mnaendelea kuniibia kupitia
zaka na masadaka. So God called it robbery, ni wizi, ni ukora. Hallelujah. Hallelujah. Sababu gani? Sisi sote ni waibi wakora ndani ya hii nyumba. Sijua kama tunapatia kama Mungu ile naofaa kila wakati katika maisha yetu tuko wakora. Akasema mnaniibia. Hii ndio njia moja kutubu. Sababu gani mnaniibia sadaka? Kwa maisha ya Kristo fungu la 10 kuna sadaka series mingi mtendeleni series. Fungu la 10 kwamba ni sadaka ya kwanza, apari ya kushukurani, apari ingine. Fungu la 10 iko principle. Point that there's no compromise on that. Iko ya Mungu. Katika Mkristo alipozaliwa kuwa anafuata Mungu, 10% iko ya Mungu. Ili kwanza ni beginning ya sadaka. Ni fungu la 10. Akasema mwenye mnaibia dini kupitia njia fungu la 10 na kupatia ni sadaka. Na Zaburi 24:1 anasema yoyote ni yangu, hata wewe mwenyewe Mungu. Una nini? What do you have? Sisi tuna nini? Misha akasema watu wengine wanasema kwa ni mtoto yangu. Nani alijua kama kuna familia kuleta mtoto? Unajua watu ngapi kule nje wako na pesa wanataka mtoto wapate mtoto. The other need children now wanahangaika. Asema kama mtoto yuko my daughter, oh my son, you are just a manager. Una manage God but you yourself you got the property. So what do you own? Nothing. Hauna kitu yote. Utajitapa na nini? Wewe mwenyewe kama uko umbini ya Mungu. Huko mwenyewe uko property ya Mungu. Utajitapa kwa nini? Utajipiga kufua kwa nini? Nitajipiga kufua kwa nini? Hata mimi nasema kuhubiri hapa. Ni neema Mungu. Nitajipiga kwa sababu mimi najua kuhubiri. Mimi najua Mungu. Mimi najua Mungu. Mungu ananitumia tu kama instrument. God uses for his glory. Mimi nasikia pole kwa wale watumisha Mungu wanajitapa wanachukua kama gift ya Mungu na kwa vile property yao. The core of people wanasema kama leteni kitu hivyo. Akome kuliko kutoa pesa ya Mungu kwa njia nzuri, manipulate watu ili ajitajirike, wananunua mavyo, wananunua mandege, vitu kama hivyo. Which is okay kama Mungu anaruhusu hivyo. That misuse God asset. Wewe sisi wenyewe tuko property ya Mungu. Kila kitu ni ya Mungu. Tunamwibia njia ya kutoa zaka. Ndio Mungu anambia watoto wa Israeli mnaniibia kupitia ile njia. Ujiulize swali. Unamwibia Mungu zaka zake? Katika pesa unapokea kila wiki, unatoka fungu la 10, unaleta kwa Mungu hapa sadaka au unaleta hapa fungu la 10? Wengine wanasema wako na imani, ayafefe. Wengine mwingine tu wanasema kama niko na imani, coronavirus hata nipata. Inafika wakati ya pesa ilipoingia katikati ya wiki au after 2 weeks, imani kunayo, pesa nao imani, sasa prove imani sio. Aleta sadaka, aleta fungu la 10. Kuliko leta fungu anaweza alipokea 100, kuliko leta $10, analeta $1. Sasa imani yako inarepresent iko mdomo tu kama kwa ni heri ungikaa kimya kuliko kusema kama niko na imani kuna basi utanipata. Lakini kufika upande ya ile hali ya matendo ku reconciliation na Mungu au timize hayo. Mwaka na mwaka Mungu na deni. Uko na mwaka na mwaka kuendelea kwa deni ya Mungu. Unasema uko na imani. Abraham alifikisha imani kupitia njia kutoa mwanake pekee. Wanasifiwe. Abraham alifikisha imani kupitia kutolea Mungu mwanake pekee. Alihakikisha imani yake. Ombi langu ni kwamba Mungu atufungulie macho. Ili ilikuwa ni mazungumzo na Nabii Malaki na watoto Israeli mara moja. Mungu alizungumzia kupitia yeye. Sikamrudilia mimi kupitia zile njia. Nitaweza kusikia sababu walikuwa na shaka. Watu wengine nje wana prosper, wengine wananunua nyumba, wengine wanakuwa na watoto, wengine watoto wao wanapata scholarship, wengine wao wananunua magari mpya, wengine wananunua mavazi mpya, wengine wanaendelea kuwa na baraka na wengine wananunua ndege, wengine wanakuwa na meli, wengine wanajenga apartment watu na rent, wengine wanakuwa na businesses, wengine wanajenga mabaraka. Sasa tunaabudu huyo Mungu na
Unajua kama watu wa dunia wanatumia formula Biblia ndio wanatajirika. Kuna tofauti ya baraka ya kimwili na baraka kiroho. They are two different. Iko para au hayakutane. Iko two angle tofauti. Unaweza kujazwa na roho, unaweza kuongea na lugha. Lakini unaweza kuwa pobre, unahangaika. Ujiulize, kwa nini Mungu anasema kwa na promise kwamba utakuwa, yes, hautakuwa na hata hautakuwa na vitu mingi, lakini sababu gani? Ujiulize, wewe unatoa fungu la 10 yako kwa Mungu. Unapatia kwa Mungu sadaka, uko mwaminifu au unakausha mkono yako? Wengine wanafikiri kwamba hapa tu kunafanya advantage. I'll never do adventure. Niko 46 years now. Nitafanya adventure gani katika age nini kuna saa hizi? How can I do adventure? I'll never do adventure with your money. Hatuko pale hapa kufanya adventure. Kama wewe unafanya adventure, it's not me. It's not elder in the church. You're the one doing the adventure. Hallelujah. Hallelujah. How will we grow kama tuleta zaka zetu? Kama ulipe tax, America itaishi namna gani? Dunia America naishi na kulingana tax yako. Wanalipa askari, barabara inajengwa, police officer kwa community, sababu unatumika. Hao ndio inaleta pesa kwa serikali, ndio property. Unaona, mimi na watu wanapaka mortgage. I think my property tax is around $500 a year. Hii kwa mass sababu property tax iko no $500 a month. Sababu gani ta support kulipa nyuma cities. Sijui unaona yako kwa vipi. Sijui mzee ndani ile kwa mwenye kuna property they know that. Kama ulipe property taxes, sasa hii city itakuwa namna gani? Na kama uleta fungu la 10 hapa, kanisa litaendelea namna gani? Wengine wanatuma kwa makanisa zao nyumbani. Hii ni dini, that's a religion. Mungu wakati unatuma pesa kwa pastora nyumba, sasa wakati unapata shida hapa ndani ya kanisa hii, nani atakuzika? Wakati wanakufukuza kwa apartment, kanisa nyumbani ndio itakuja kusaidia wewe kuleta nini, kuleta wakati unakufa pastora nyumbani atafuata hiyo kuja kukuzika. Huku unafanya dini. That's not really. I'm telling you seriously. Unafanya dini. You don't know what you're serving. Unajua niko na kanisa ngapi nyumbani? Niko na kanisa Kakuma. Mungu alinianjilisha kuanzisha kanisa Kakuma refugee camp. Alisema kwamba kanisa linaendelea iko Kalemchuchi, sasa hii kanisa hii na komena iko Kalebeye na sasa zinaendelea kukua. Hakuna kamururu moja nituma kwao. Najua ni kazi ya Mungu, Mungu anaendelea kujenga kazi yake kule mahali nilipo. Kule anaendelea kujenga. Mungu wangu mkuu yuko pastor kanisa kubwa kwa Bunia. Iko event. Sija kutumia mtuma tu koti juzi tu hapa. Wakati Alex alikuja hapa nikamtumia koti. Wanafikiri mimi nakosa kanisa kupesa kufungu la 10 kutumia kanisa nyumbani. Niko na mafamilia program wako pastor. Hakuna hata siku moja. Wakati nitafanya dini tunafanya dini. Bwana asifiwe, Mungu atusamee. You are doing religion. Unataka kuweka mahali ya Mungu. Hii ni kazi ya Mungu kwa work. Yes, kama Mungu anasema bariki, sijakataa hayo, lakini sikuwa desturi. Kila wiki unapata paycheck, unatuma fungu la 10 kwa Afrika. Pastor huyo baadaye anamslead wewe. Misema kawazi. Kama ni baraka tapata college anaenda kwa New York, baraka you give the 10% to pastor them in New York, not send to GCN. I believe that GCN will be your home church, but pastor New York ndio kumtumishi. It depends on you. You have to give it. And the same God GCN is serving, and the same God New York pastor will do there. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni kama vile pastor New York baraka kwa New York, just baraka iko kwa New York. Mungu ule pastor anafanya anatumikia iko tofauti na Mungu ya GCN anatumikia hapo. And they the same God. Why you do that? Ni aibu. Occasionally it happen. Yes, we must support. That's okay. You can do that. I just gave my own example. My wife minister there at you in Kakuma. Baadaye wako na shida. Nilihudumia mama Zola najua. Watumkana you know them mama Zola ndio. Tulikuwa nawatumia they just like that. My wife minister to those people over there. They need my help. Ninaonesha kanisa ndio unajua ile wakati usema kama tuleta kanisa siku tumaka hata siku saa hizi walimaliza baba ni kazi ya Mungu.
Wandugu na wadada, tusitumike kazi ya Mungu au kutumika kazi ya Mungu kama is my property. No, iko property ya Mungu. You are just manager. Usiweke hii katika position hii hali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I have to tell the truth. Kama sizungumza ukweli, mimi sio pastor. Naendelea kuendesha vitu. Amen. Occasionally, that's what God told each children of Israel. Mleta zaka kwenu. Mleta zaka kwangu. Alafu hii ndio inaweza kukua kuweza kufanya hiyo hali. Tusoma katika Deuteronomy, Pastor Justin read Deuteronomy 14, verse 22 to 29. The law of Moses had details system of giving based on the title. Soma Deuteronomy mlango wa 14, 22 mpaka 29. You can read it in Swahili. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako. Yatokayo shambani mwako baada ya mwaka. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapokuchukua apakalishe jina lake. Zaka ya fanaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Na njia ikiwa ndefu mno, nawe usiweze kuzichukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno, atakapokuchagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapokubariki Bwana Mungu wako. Ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako hata mahali utakapochagua Bwana Mungu wako, na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako, ng'ombe, kondoo, divai au kileo, au roho yako itakacho kwako chochote, nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena furahi wewe na nyumba yako. Amen. Unajua ni nini? Anasema leteni zaka zenu kwamba katika nyumba chakula sikosekane. Ile namna gani kazi yako iendelee kukua katika hii mali hiyo. Kwa hiyo utachukua ile chakula, ndio maana kuna misconception between wakati kanisa kubwa zinanunua maparcela na kuna parcel which is normal. Kama mnaleta sadaka, church will manage its property, alafu ndipo unaweza kununua parcel, unaweza kununua vitu vingine. Yes, normal ile kusupply ni asset ya Mungu. Hii ndio ni hali inapaswa kukua. Sababu gani? Pesa unaoleta hata mkuu 27 azungumza kwamba hata na Walawi, kama vile mimi ni Mlawi, singestahili kutumika. Ile pesa mnileta fungu la 10 hapa au sadaka mbalimbali likifanya kazi ya Mungu, la manaye inalipa Mlawi. Kama vile sisi wazee kanisa wa secretary au pastor anajua vitu kama hivyo, alafu wakati wanapata mshahara kuishi yao, sababu gani wanaombea wa Kristo lingine itaendelea kufanya kazi ya kulipa mabili au kufanya kulipa insurance vitu kama hivyo. Sasa can you imagine mimi binafsi 27,000 itaweza kuniwezesha kweli kuishi? No. Tunasema tufanye volontairement, tujenge mwili wa Kristo, tujenge ukuta Yerusalemu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tutakomoa namna gani kanisa la GCN kama tunajifinya mapato yetu? Tutanunua parcel namna gani? 27,000 a year, hawezi kumata parcel kwa Fort Worth area. He cannot buy. Hawezi kununua. Pesa itatoka wapi? Sababu gani? Tunaiba Mungu. Fungu la 10. Bwana turumie, Mungu ataendelea kusaidia. Siseme kama mtoleaka, mnatoleaka. Lakini ipo commitment, ipo ni desturi kama vile tunalipata mafakturi ya nyumba yetu. As a principle, okay njoo. Kama unabaki na deni ya ardhi, unajua namna gani utalipa 20% ya ile faida. Baadaye utakuingiza kwa result. Lakini Mungu ni Mungu wa huruma,
tunasema kama mimi tutakuwa tunasema nitaleta maybe mimi mwenyewe nitafanya, unakuwa Mungu anasema kwa leta zaka ndani kanisa la kwa pulpit ile wala wajue kiasi gani pesa itatumika kazi, baadaye kupitia zile kama sema kama mimi sitaleta hii pesa, mimi ndio nitaimanage mwenyewe, mimi najua kama nitafanya hivi, nikifanya hivi na maanisha kama Mungu anajua. Unajua no, don't do that. It is same way wakati unasema kwamba siti yenu anasema kwamba leteni tax, but the siti hawezi sema kwamba kupitia njia huruma they force to you to pay. So we can manage me mwenyewe. It will never happen like that. It's afterwards up to church to give, to put here, and then from here wanajua kitu gani itadistribute kwenda nje na huku na namna gani kazi ya Mungu iendelewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yes, mnaweza kuwa na commentary negative, positive, and now preach word of God and tell the truth. Like, do not misunderstand me. I'm telling the word of God. You have to understand the way you are. Unachukua hata sisi wenyewe. I will struggle this a lot. Hata nilikuwa namtumikia Mungu. I struggle a lot in this particular area. Lakini God set me free in this particular area. I want God set me free to this particular area. Wale watakuwa na masikio, walio na masikio wasikie. Kama utabeba laana wewe mwenyewe ni shauri yako, lakini mimi najua kama na saa zungumze iliyokuwa kweli kwa ajili ya kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Nafanya pale ambagiji mapati. You have to do your part. It's up for everyone to take his part. Iko maana sana. Baadaye mwisho hapo chini hapo natuambia namna gani. Pastor Justin, you will read again Leviticus chapter 5 verse 14 to 16. Leviticus 5:14 to 16. Yes, Leviticus 5:14 to 16. Mambo ya Walawi. Yes. Sura ya 5 mstari wa 14. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akiasi na kufanya dhambi, naye kukusudia katika mambo matakatifu ya Bwana, ndipo atakapomletea Bwana sadaka yake ya hatia, kondoo mume mkamilifu katika kundi lake, sawasawa na hesabu utakayomwandikia katika shekeli na fedha, kwa shekeli mahali patakatifu kuwa sadaka ya hatia. Naye atalipa kwa ajili ya hilo lililokosa katika kitu kile kitakatifu. Kisha ataongeza na sehemu ya 5 na kumupa kuhani, naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa huyo kondoo mume wa sadaka ya hatia, naye atasamehewa. Amen. Mnasikia hapo? Ilikuwa ni obligatoire. So kama wakati ya Musa au kuleta sadaka, inamaanisha hapa anazungumza iko laana, tutaendelea hapo la kuhusu hayo next week. Ilikuwa ni laana. So wakati unakosa kuleta fungu la 10, hapa anaitwa kwamba holy tithe. Kusema kwamba fungu la 10 iko takatifu. Yes, holy tithe. In Leviticus 15. When anyone is unfaithful to the Lord by sinning unintentionally, sometimes mtu anasahau in regard to any of the Lord holy tithes. Holy things. Kitu kitakatifu. Inamaanisha kwamba yeye atapata punition. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Atapata punition. Wakati anapata punition hiyo, itabidi kwa sadaka ya reconciliation. Kuna procedure. Kuna mahali ingine tunamkosea njia mbalimbali. Ni jukumu letu, ni procedure. Ndio namna gani, jinsi gani na mkoani atafanya reconciliation na Mungu, baadaye atalipa penalty. Wakati analipa ile penalty, mabusho tena nabii mkuu atalipa ile penalty tena kwake. Hii namna gani umbatanisho erudi na Mungu. Bwana asifiwe.
Biblia Agano Jipya inazungumza sana kuhusu mambo ya sadaka fungu la 10, lakini kuna maverse yanazungumza next Sunday kuhusu gizi gani Mungu anazungumza katika Agano Jipya kuhusu sadaka. Ndio maana inakuwa ni msimamo mkubwa wa Kristo kusema kwamba Agano Mpya hajazungumza kuhusu fungu la 10, ni Agano Kale. Yote ni kitu kimoja. It's the same things. Nothing is different. Bwana asifiwe. I talk to my own experience. Wakati niligundua ile siri, I see a lot of change. Tulipata neema kupata mtumishi wa Mungu, Pastor Harrison hapo. Alikuja kwangu nyumba mara kadhaa. Asema, Pastor, in unique way to overcome the circumstances yote katika maisha mengine tunapitia, inabidi kujua kisi gani kujifunza kuleta fungu la 10. Hallelujah. Hallelujah. Mimi najua nachoma wengine saizi. I have to say the truth. Amen. Napasha kuzungumza kweli, sisi zungumza kweli, mimi nafanya kazi gani? Mimi si kuja kurembesha, mimi nataka sisi sote tuingie katika ufalme wa Mungu. Mali mimi nafanya makosa, mnanirekebisha pasa nafanya makosa. Wazee wananona wanasema, that's not good. I have to tell the truth to church. We need to be healed. We need to be healed. Kwa njia nyingine tofauti. Fungu la 10 na proteger sisi kuliko ina proteger hata familia yako kupitia hali ya ugonjwa. Inaondoa laana. Biblia inaniambia kwamba huyu mama Elijah alipofikia kwake akasema kwamba sina kitu kupaka na baki tu mafuta. Kupituleta ile tu pekee tu. Unajua kitu gani ilebeba masufuria akaomba sufuria maneva yote Elijah hakuwa tena mahali kuweka. Kuna siri katika zile njia. Mimi najua iko tough sometimes in your financial area. Sometimes iko tough somewhere. I know it's tough. One thing, nimekuwa ngena Joel. Kijana wangu kwa Kampala. Iko mtoto mkubwa yangu alizaa nje ya ndoa. Tulikuwa ngena naye asubuhi tena. Nilikuwa nimekaribia sehemu percent sababu ili tobiri. Alafu nikamwambia kuwa mwaminifu kwa Mungu. I want you to come stay with me. But I believe that God will open a way. Ijalisi itachukua muda mwaka ngapi, lakini one time it will be. One thing, you have to be faithful to God with any asset. Even though utakutumia $1, $200, $300 namna gani, be faithful kuleta fungu la 10 ya Mungu. Sababu gani? Wakati tunakuwa mwaminifu, inaondoa laana juu yetu, ina release baraka. Bwana asifiwe. Acha nikuambia siri. Kwa familia nyingine wanabarikiwa, tutapata kwa mtoto anazaa, wanakomaa na kuwa anaingia kupitia njia nyingine, anaingia katika maisha, anapata kazi, anaingia kwa nyumba ya mzuri, anaingia kupitia njia watu na celebrate. Watu na familia nyingine kwamba inakuwa wanaingia mtoto sana anabeba mimba, alikama video. Ndio kwa baraka hilo unapitia, kuna mtu fulani alipa gharama kuhusu hayo. Ndio inafikia sababu Mungu anasema niko mwaminifu, nitabaki mwaminifu. Ni jukumu lako kunyenyekea. Mimi nachoka na kusikia neno la Mungu. Mimi nataka tukue watiifu wa neno la Mungu. Weka na practice. Put in application. That is concern for me. Not talking too much. Let it put in application. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tuendelee kukoma kanisa kupitia zile njia. Naenda kumaliza hapo chini, inazungumza tena the same way inaongea kuhusu hayo. Lakini story fupi na atazungumza ni katika Genesis. Hii yote unazochukua ile notes iko pale, unachukua verse utasoma iko kuhusu the same way tu. Kama Leviticus 22:14 say, anyone who eats sacred offering by mistake must make a restitution to a priest for the offering and add and fifth of the value of it. So maanisha kama wakati unakula sadaka takatifu, fungu la 10 iko takatifu, iko sacred, unajua anaongea kwa nini? By mistake. Iko kwa kama unasahau, lakini kama unafanya na makusudi, unajua punishment iko namna gani? Wakati unaambia kama I did by mistake, unasamewa. Lakini kama unagundua unafanya na makusudi, papa Daniel, how punishment will be? If you did it really intentional. Wakati unaenda kwa mahakama, wanasema kama these things you did intentional, mahakama itakuwa kubwa juu yako. So tusifanye vitu kwa makusudi. Tusikula fungu la 10 ya Mungu kwa makusudi. Imekea kufanya by mistake. Nilifanya kwa jana. Nilisahau kuandika check. Nilisahau kufanya hivyo katika zile hali. Nini tulipuuzi? Roho Mtakatifu anaendelea kukukumbusha, fanya hivyo. Unaendelea kumbuzi, niko na fakiri. Nini kuna inabidi nilipe? Maisha ni ya Mungu, hautalala nje wasilongo kumwaminifu kwa Mungu. God will always be with you. God will always be with us. Amen. I did
didn't know I'll make this life until I'm right now. Wakati tuliendelea kupata shida ya uzazi na bibi yangu. We didn't know. Wakati tunaangalia nyuma, nasema kama Mungu yuko kweli. Mungu yuko kweli. Bwana asifiwe. Amen. Wakati tuliamua kutoka Kentucky kufika hapa wanjani wazungu, wasema kama how can we live in big city? Unajua Kentucky iko city kubwa lakini is small. Wale watu wasema itakuwa namna gani? Walaje kuuliza miyango nyumba. Why you want to move in a big city? Do you know the challenge is there a lot? Alikuwa nyuma yangu. We didn't even know how we make it, but we are making it every day. Sababu gani tuko mwaminifu kwa Mungu? Even though we are unfaithful, but we try to be faithful to God with every possession we have. I want a church to take advantage, to be faithful to God with everything. Kwa nguvu yako na akili yako, ile Mungu anakutumia kama chombo lake. Maana namkosea, usiendelee katika zile hali. You have to make vita instead of U-turn. Wakati unakuwa mwaminifu, unajua nini? Inakupatia unajiweza. You feel you are comfortable. Wakati unafika hatua ya kuwa mwaminifu kwa Mungu kupitia zile njia, unafeel confidence. Sababu gani? Iko siri kubwa Wakristo wengi wajua. Unafeel confidence. You feel confidence. Unahakikisha au hakuna mwenye atakukimbia. Uko na dini mfalme. Hautaangalia, huyu ni kutoka India, wanakuwa watu wazuri, wanakuwa matajiri. Yeye ni mzungu. Unakuwa na complexity and inferiority. Sababu gani? You go somewhere, you don't have confidence, unamwangalia kama vile yuko naoza. Mwenye nani ambaye Mungu ndiye aliumba wewe. Mungu alimuumba yeye. Tofauti gani? Tofauti ni Yesu Kristo. Kwa mwaminifu kwa Mungu, alafu Mungu atakufungulia kwa njia nyingi sana. Hallelujah. Amen. Mungu kama anamtumia mzungu kubariki, glory to God. Rafiki yangu aliuliza kwamba, mimi nakuweka nini? Mimi sijui kama watu wanasema watu nyeusi sometimes, nikasema ndugu, acha nikwambie kitu moja. Do not judge inamaanisha kama hautaendelea. Ukiangalia tu nyuma ya watu, Mungu anaweza tumia mzungu, mtu nyeusi, mtu mahali popote kuwa chemchema baraka kwako. Lakini usiangalie huyu mtu ndio ni, usikuwa ndio ni kusema kwa macho kwake. Wakati unamtazama yeye, unaweka imani ndani yake, hauna imani kuliko kuweka imani ndani ya Mungu. Mungu atatumia kila kitu. Mzungu anaweza kutumia taa, anaweza kuandikia cheki ya $10,000, tuko Mungu anaweza kutumia mtu nyeusi kuandikia $10,000. It depends how God want to use that individual for you. Focus, you have to focus on your God. You have to focus on that God who sent Son Jesus to come heal you, come heal us. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abraham alikuwa mwenye kwanza kutolea fungu la 10. Unajua Abraham? Tuende kwa Genesis. Genesis iko Genesis, I think Genesis 14. Iko Genesis 14. Iko Genesis 14, 18 to 20. Pastor Justin tutusomea 18 to 20. Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 na vitu vyote. Amen. Unajua kwa Genesis chapter 18 kulikuwa wafalme. Kulikuwa na wafalme ule wa sehemu za Abraham alipokaa, kulikuwa na wafalme kadhaa. Kuna wafalme 5 ya wadui na wafalme 4 upande wa Sodoma na Gomora na wengine. So waliamua kupigana wale wafalme ile sehemu nyingine. Sitaenda kwa details. Walipoamua kupigana upande mwingine, so baadaye wale ufalme wakapiga
katika wafalme wa Jeshi, ufalme wa Gomora na Sodoma na wengine. Walisambaratika mahali popote. Sasa Abraham akaprendre kabara. Abraham aligundua kwamba, wakamwambia bali kwamba pia neve yako your nephew have been taken away. Sasa akasema kwamba itakuwa alichukua yote. Abraham hakuwa kwa vita. Abraham aliposikia kwamba nephew yake alichukuliwa, Abraham akachukua jeshi yake. Alienda kupiga wale wafalme, aliwamaliza yote. So can you imagine? Sasa hii mfalme Salemu walikuungana pamoja na Gomora, wakasema kama kuna kitu tofauti hapa. Haiko nguvu ya kawaida. Mtu alienda na majeshi chache tu, lakini alipiga wale wafalme 5 yote. Akawapiga kama vile Daudi alipiga Wamaleki. Akawateka nyara, akarekipere, akachukua mali yake yote. Na ikakuwa ushindi upande wa Abraham. Ufalme Salemu akasema kama huyu Mungu wake ni Mungu kweli. Akachukua visadaka mingi akampatia na Abraham. Akasema kwamba chukua hiyo. Na Abraham alipoona sadaka iko mingi akasema kwamba Abraham hakupenda kuchukua credit kwa kusema kwamba wakati Mungu anakubariki mingi, hii mingi haiko yako, haiko uwezo wako, haiko uwezo wangu, ni uwezo wa Mungu. Wakati Mungu anakubariki na vitu kadhaa, it's not just you are the special, but it's because the effort of God. Abraham akachukua ile akachukua fungu la 10 akaenda kumshukuru Mungu. Akasema Mungu asante. Abraham akamshukuru Mungu. Hii ilikuwa fungu la 10 ya kwanza katika Agano Kale. Baba yetu Ibrahim, Abraham alijua ile siri. Ndio akabaki mwaminifu kwa Mungu. Yoyote unayo, ejeresi Mungu anakupatia ngapi? Kitu cha kwanza ni kumshukuru Mungu hayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Maybe next year Mungu akitunemeka. Tunaanza launch new vision kwa ajili ya church. At least hatuwezi kaa hivyo. Tunaanza launch project mpya kununua parcel. Kama tuko mwaminifu kuleta fungu la 10. Kunubili pesa kununua parcel ya kanisa hawezi kuwa fungu la 10. Usitofautishe. Itakuwa ni pesa nyingine kwa tofauti na out of fungu la 10. Utakuwa na capacity ya kufanya hayo. Ni swali unajiuliza. I want Jesus to be financial free church. Wajue gizi gani kuhudumia kupitia zile hali. I know that you are doing, but you have to know more. Unapaswa kujua mengi. Hii siri itakusaidia, sio wewe pekee, itaendelea, itakuwa siri ya uhusu watoto wako na vitu vile vitaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Ni wewe kuchukua tu mahali unakosea Mungu. Ambia kwa Mungu, najua iko nguvu sometimes. Sometimes I feel short to pay my bills. Sometimes I have a tension to do that. Lakini sometimes ninakosea pande hiyo. Mimi nakosea pande hiyo. Wanisamehe. Now, I'm not targeting any person. I'm not saying you is individual. I'm just preaching word of God to church. Come on, I target individual niko kimwili. I'm not saying honoring you don't do it. I'm just to preach to church. I think come out only want to continue to do the same message. Where are you? Yes. Sometimes unafanyaka, sometimes unafanyake, sometimes unakuwa unafanya, sometimes unaleta fungu lako 10 lako, sometimes unaacheka unaleta fungu la 10 kwa nyumbani. Say God, God is your will. I know you're doing a good job, but sometimes you go the wrong way. As me, I say right to you. I'm not living with this person unalitaka hapa. I have to work every day to feed my family, to put gas in my car. Kama mimi nakosa gazi Yesu nachukua kasema kwamba this is if you need transparency in accounting, account is open. We have transparency. I need a copy of statement of church. We will print to give them to you because we are hiding zero. Why shall I hide something? Mimi nataka enda mbinguni. Nifiche namna gani? Hatubadaa need million. So wakati nachukua ile million nafanya my own business. Na nipa laana toa wangu masana, machoni Samuel na Emma. Live after to pay penalty for that. Okoto nataka wao wakati hata Mungu atanichukua, wabaki kuenjoy baraka. Wanabaki kufurahia baraka za Baba alifanya kazi nzuri. Mungu asema kwamba Baba alifanya kazi nzuri. Let me reward that work to them. I will continue to teach them. It's up to us to take that decision. Simama juu, ambia Mungu huko namna gani unakuwa mwaminifu
kwa hilo pande. We'll continue series next week about to cast about kuhusu fungu la 10. Tutaendelea next week. God will continue help us to do so. It will be good for His glory. Furaha yangu fungu la 10 kusadaka zetu. Hii building kama inaona jina ya Church for All Nations. For God's glory. Mungu hatasahau wazazi wako. God will never forget you. Asema kwamba sitasahau wewe. Simama juu. Mahali unakosea kupitia ile njia, ambia Mungu nisamehe. Kama unafanya tabia Mungu anaweza kufanya, nilikuwa na ile mbio kufanya hayo. Ni wewe. Ndio na wewe. Na kuabudu ni wewe. Oh, ni wewe. Kuabudu ni wewe. Simama juu. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu ni wewe, ni wewe, wakupewa ni wewe, ni wewe, ni wewe. Wewe hautatekiwi. Au sema baki na dada binadamu. Tunabaki na dada